Makamu wa rais ametangaza kujiuzuru katika nafasi yake ya umakamu wa rais. Hii inatoa picha gani katika mwelekeo wa kisiasa na kiuongozi katika nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Kwa sababu history haionyeshi kama pameshawahi kuwa na makamu wa rais akajiuzulu katika nafasi hiyo. Bila shaka inatoa picha gani? Tanzania iko katika hali gani ya kisiasa na kiuongozi? Peti, inawezekana ukawa sahihi kwa sehemu, lakini nikukumbushe ni kweli tangu kuingia kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka 92 hili lililofanywa na Daktari Emmanuel Nchimbi halijawahi kutokea. Ndiyo mara ya kwanza akiwa katika nafasi hiyo na akiwa bado katika kuhudumu, lakini si tukio la kwanza kwa historia ya Tanzania. Nitakukumbusha na mtazamaji pia, mwaka 1984 aliyekuwa rais wa Zanzibar na makamu wa rais wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Abu Jumbe Mwinyi alijiuzulu nafasi hiyo Dodoma, baada ya kutokea mgongano kwenye masuala ya muungano. Lakini pia miezi michache kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 alikuwepo Dr. Philip Mpango ambaye alikuwa akihudumu kama makamu wa rais, unakumbuka, na alitangaza ya kwamba hangeweza kusimama kama mgombea mwenza wa Dr. Samia Suluhu Hassan katika uchaguzi mkuu uliomrejesha madarakani mwaka 2025 kwa sababu mbili. Kwanza, kile alichoita za binafsi, lakini pili, zingine akasema za kiafya, na ikakubalika. Kwa hiyo ni kweli katika kipindi cha vyama vingi huku kujiuzulu kwa aina hii ya Dr. Emmanuel Nchimbi kwa kuandika barua tangu kuingia kwa vyama vingi haijawahi kutokea. Lakini kihistoria katika nchi yetu si tukio la kwanza kwa kiongozi wa taifa kusema inatosha mimi kuchangia maendeleo ya nchi kupitia nafasi niliyokuwa nayo. The Bantu.